Karibu Tuzo Online. Kwanza tuseme alhamdulillah kwa leo kuwa hapa na nyinyi, lakini pia tumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia mimi kuteuliwa na serikali yangu chini ya kiongozi wetu mkuu wa michezo Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda kwa msemaji wa timu za taifa, na akielekeza nifanye kazi zangu chini ya Baraza la Michezo la Taifa ambalo leo mnamuona hapa msemaji wa baraza yupo. Nilipigiwa simu na Mheshimiwa Paul, nadhani ilikuwa Jumatatu, akaniambia nimeona nikuteue uwe msemaji wa timu za taifa. Naamini, akanambia, uwezo wako na kujua nataka uzisemee timu za taifa katika matukio yanayozihusu timu zetu hususan za soka. Sasa of course nilipigwa kama na gumbizi la sekunde chache, kwa sababu sikutegemea kupata appointment ile, na nilikuwa nimekaa na wife nyumbani. Nikamwambia niseme kitu kimoja tu cha kwanza, alhamdulillah, lakini niseme yes, nimekubali na hii ni heshima umenipa, na nikamwahidi kwamba nitaifanya kazi kwa uaminifu, uadilifu na weledi mkubwa kwa kile ambacho serikali inakitarajia kutoka kwangu. Kwa hiyo akanambia subiri mchakato tukamilishe, baadaye tutakutangaza. Jana akanipigia kwamba tunakutangaza rasmi, na kashukuru, na baraza pia limenipigia kwa maana ya katibu mkuu, nimezungumza naye, waziri wetu mdogo kwa maana naibu waziri Mheshimiwa Hamis Mwinjuma, nimezungumza naye akinitia nguvu. Lakini hata leo hii wakati nakuja huku nipata maelekezo ya katibu mkuu wa wizara kakaangu Gerson Msigwa kuhusu press hii na mambo mengine. Ndugu zangu wanahabari, sio kazi rahisi kama wengi wanavyodhani. Kazi hii ni ngumu kwa sababu inahitaji utumie maarifa makubwa kurudisha au kuhuisha mapenzi ya watu kwa timu za taifa, mapenzi ya Watanzania kwa timu zao za taifa. Uzuri wake, mimi Mheshimiwa Makonda wakati akiwa mkuu wa mkoa alichaguliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya ushindi ya timu ya taifa. Ilikuwa na wajumbe wengi, kina Ghalib Said Mohamed, Bagoza, Mohamed Nasor, Magori, Mohamed Deuji na watu wengine, Hersi, na mimi nilikuwemo katika kamati. Tulikuwa kama watu 9 hivi. Lakini katika ile kamati wakaniteua kwa mwenyekiti wa kamati ndogo ya hamasa ya timu ya taifa. Na wakati ule nilikuwa msemaji wa Simba. Tulifanya kazi vizuri sana na Mheshimiwa Makonda, kwa sababu tulikuwa tunafanana approach zetu, hasa kwenye eneo la hamasa. Watu wengi wanadhani hizi anazozifanya sasa hivi Mheshimiwa Makonda amezianza sasa hivi. Wakati alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya timu ya taifa ya ushindi, nakumbuka mechi ya mwisho tulicheza na Uganda the Cranes. Ile ndio mechi katika kumbukumbu zangu iliyojaza
mpaka zile ngazi pale Benjamin Mkapa hazikuwa na mahali, na tulikuwa tunafanya mikutano mingi kama hii na waandishi mliokuwepo wakati ule, Serena, Hayati, mara TFF, Kidau walikuwa kutungia na ndani mikutano kule Seacliff, kuleta hamasa. Tuliamsha sana. Hata wakati tunakwenda kwenye ile mechi yenyewe, tuliondokea Serena na wasanii na waigizaji na nini, mabasi kaongozana na Mheshimiwa Paul, tukapanda naye kwenye basi, kaacha gari yake linokamisha mpaka pale Mkapa, tukawafunga goli 3, tukafuzu, na tukashirikiana vizuri kamati ile kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kule Egypt 2019. Kwa hiyo anafahamu, na mimi nilikuwa na utaratibu wakati ule wa kuwatumia sana public figures kuweza kusaidia hamasa, sio tu kwenye timu ya taifa, hata wakati nilipokuwa Yanga au Simba. Wale watu maarufu wakiwa wapanzi wa Yanga wa Simba, nilikuwa nataka nao waione ni sehemu yao. Hasa pale nyumbani kwangu, Mheshimiwa Makonda wakati mwingine anambia tufanye nini, anambia bana, sasa nataka niite wasanii wa film au wanamuziki, Alikiba, si Diamond, kwa sababu sichagui kina Juksi, si kina Naomi Dimples, tunaandaa pale malanchi na choma mbuzi. Wale wakitoka pale na wapa agenda na JB Kigosi, agenda to push timu ya taifa, tuseme kuhusu timu ya taifa, post zote kina Jokate hawa Wema, si wote, Aunt Ezekiel, wote. Ilikuwa njia iliyofanya kila mtu aione timu ya taifa ni yake. Sasa expectations za Mheshimiwa Waziri ni hizo, kurejesha hamasa. Si kwamba haipo, lakini ni kuiboost zaidi. Kazi kubwa inafanywa na baraza, kazi kubwa inafanywa na TFF, lakini anataka tuongeze nguvu kuisemea timu ya taifa, kuibrand timu za taifa, kufanya kila Mtanzania aone timu ya taifa ni yake. Timu hizi za taifa zinatuondolea tofauti za kikabila, zinatuondolea tofauti za kidini, za kikanda, za eneo tunalotoka, za rangi, za jinsia. When it comes kwenye national team, kila kitu kinakuwa kiko pembeni. Maslahi ya nchi yanawekwa mbele. Tunaweza tukatofautiana hata kimitazamo ya kisiasa, lakini timu ya taifa ikicheza, maana yake fahari ni kwa Watanzania wote bila kujali itikadi zao, na ndicho tunachotaka kwenda kukifanya. Hata bagua mtu. Mimi napenda kushirikisha. Style yangu ya ufanyaji kazi ni kumshirikisha kila mmoja. Sababu kila mmoja hapa ni Mtanzania. Kila mmoja ana nafasi yake katika kuboost timu za taifa. Kazi kubwa inafanywa na Yanga, kazi kubwa inafanywa na Simba, tutawatumia effectively maafisa habari wa pale na watu wao hamasa. Sababu nao ni sehemu ya Watanzania. Lazima tushikane mkono inapokuja tu timu ya taifa, iwe Serengeti Boys, iwe under 20, iwe timu senior, iwe za wanawake, iwe yoyote ile. Nchi za wenzetu, hata majirani zetu, Uganda, inapocheza the Cranes, hakuna kitu kingine. Nchi inasimama inashughulikia the Cranes, hawaangalii itikadi zao za kisiasa. Mbona kuna wakati the Cranes ilikuwa inacheza, Bobby Wine mgombea urais akaungana na Waganda wenzie bila kujali mambo ya siasa, kenda kusupport timu ya taifa. Even Kenya, even Congo. Hasa sitajisikia vizuri nikiona timu ya taifa haiwekwi mbele. Tuendelee na ushabiki wetu,
kwa sababu ndio hulka zetu, lakini timu ya taifa iwe above hizi clubs. Ndio wenzetu wafanya. Egypt kuna upinzani mkubwa wa clubs kuliko Tanzania. Zamalek wakicheza na Al ni kitu kingine. Even Morocco, Raja wakicheza na Wydad ni kitu kingine. Lakini when it comes kwenye national team, kila mtu anasahau Wydad wake, Zamalek wake, Ahli wake, anashughulikia timu yake ya taifa au timu zake za taifa. Na ndicho alichonielekeza Mheshimiwa Waziri, kubrand timu za taifa. Sina njia nyingine yoyote ya kufanikisha matarajio ya serikali bila support yenu. Sina. Siwezi kutoboa. Bila nyinyi sitoboi. Nitafanya media tour. Nitakwenda kila kituo cha habari, iwe online, iwe TV ya kawaida, iwe radio, iwe magazeti, kuhakikisha timu ya taifa inatajwa tu. Kwanza tuzitaje. Tunakwenda kuandaa AFCON. Dar es Salaam ndio opening ceremony. Game ya kwanza itachezwa Benjamin Mkapa. Tuanze kuchangamsha. Jana nilikuwa naongea na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji Dar es Salaam, na bahati mimi ni mwenyekiti wa kamati ya mipango miji pale. Bana, sasa tuanze kuweka mabango sasa. AFCON 2027 naweka pale mitaani, airport wapi. Yaani mtu akiingia tu akishuka juu hapa mwakani kuna pigwa hapa. Nchi Dar es Salaam ichangamke, Zanzibar pachangamke, Arusha pachangamke. Kila mtu ajue kuna AFCON 2027. Leo kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hili, timu yetu inakwenda kucheza AFCON finals. Haijawahi kutokea. Serengeti Boys wameingia finali. Ona jana kidogo hamasa mtandaoni, leo watu wamefurahi sana. Kwa jana natoka Wasafi, kasimamisha gari, nikaba driver simama kwanza niangalie hizi penalty. Maki nimefika nikuta makelele. Lakini ile mtaani unaona amsha watu. Kwa watu wanapenda timu za taifa. Kila mtu pale wamekaa watu kwenye sehemu tu hivi. Hawaangaliani kabila, huyu Mchaga, huyu Mnyakyusa, wote ni pale tunakuwa Tanzania. Asa AFCON tumeingia finali. Tunakwenda World Cup Qatar ya vijana. Sio kitu cha rahisi, yani msichukulie hichi kitu ni cha kawaida. Hata majirani zetu wanastuka. Kuna investment imefanywa kwenye mpira kubwa. Mheshimiwa Rais ameinvest ili taifa lolote lifanikiwe kwenye sekta ya michezo, hususan football. Lazima, hasa ya Kiafrika, lazima kuwe na mkono mkubwa wa serikali. Jenge viwanja, infrastructure, iandae tournament makubwa kama ya AFCON, ipeleke timu, igharamie gharama za mishahara ya technicians. Na anafanya hivyo Mheshimiwa Rais Samia. Ndio muona haya mafanikio yanakuja. Na nakwambieni, huu ni mwanzo tu. Huu ni mwanzo tu. Kwa aina ya utendaji kazi uliopo hivi sasa serikalini, hususan Mheshimiwa Waziri, naibu wake na watendaji wake wote wakiwemo baraza, naiona Tanzania inakwenda kutimiza ndoto za kila mpenzi wa mpira, ndoto za kila mtu wa taifa hili. Naiona nchi inachanua. Naichungulia World Cup ijayo. Naichungulia. Yaani naiona, naichungulia, naivizia hivi, nailia timing. Naiona. Nyie hamwezi kuelewa leo. Lakini mimi naiona World Cup ijayo hii. Sijui. Kama tunakwenda kucheza World Cup ya under 17. Baada ya miaka 4 hawa watoto wa leo watakuwa na miaka 21. Ukichanganya na hawa
Ngorongoro ukichanganya na hawa waliokuwepo kina Fei, hey, anything can happen. Na sasa kwa sababu tumekuwa na utamaduni wa kufuzu AFCON kila mwaka, maana ili ufanikiwe lazima kwanza ushiriki mashindano ya AFCON mara kwa mara, na sasa imekuwa ni utamaduni wetu. Tuombe salama, tuendelee. Mwakani tutacheza, itakayokuja tucheze, basi kuna siku tutakwenda World Cup. Talent zipo nyingi. Nani kasema Tanzania hakuna talent? Zipo, ni kuzibua, kuzipa fursa. Jana mpira mkubwa sana, mimi nikafanya marudio, nikauangalia ule mpira, nikasema mbona naiona World Cup 2030? Hadi kuwafunga sisi Egypt kwenye level ile. Piga pale goalkeeper ule saves zilizofanya, angalia penalty ya mwisho alipokwenda, timing kenda kama kulia kenda. Sasa hii kubwa sana, msichukulie poa. Mbona jamaa wananiandikia bwana, unajua msianze kwenda kupeleka, yani mkaleta siasa. Tufanye siasa. Amia hata naongea na katibu mkuu, hataki pressure, hatoi pressure yote kwa Serengeti Boys. Wamefika finali, taacha wacheze, sisi kazi yetu ni kuombea. Hatupeleki pressure. Of course wakishinda, hata ikitokea bahati mbaya na Mungu aepushie mbali, wakaishia hapo finali, serikali haiwezi kuacha. Serikali ya Dr. Samia haiwezi kuacha, tafanya jambo. Lakini sasa hivi hakuna ahadi, tunakwenda bila pressure. Wamefuzu finali, wametutoa nchi kimasomaso, na sio nchi tu, Afrika Mashariki na ya Kati wameibeba. Vijana wadogo, skills, timu inanyang'anya mpira dakika zote. Hawakuruhusu, wanacheza Kijerumani, ushafika. Wana energy. Na Mheshimiwa Waziri amenielekeza pia niwaambie, ameongea na waziri mwenye dhamana ya TAMISEMI kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, akimuomba awaelekeze wakuu wa mikoa wote wa Tanzania waweke katika miji yao mikubwa big screens kwa ajili ya fainali ya Jumanne. Watu waangalie fainali. Na hapa Dar es Salaam tutaweka hapa big screen. Mkoani tutaweka mikoa yote, Mwanza, Mbeya. Watu watazame. Tunachoomba nyinyi ni dua. Hebu fikiri, timu imeshinda ubingwa wa AFCON under 17. Pale kipawa patakuwaje? Hebu nyinyi mshapata picha. Yaani patakuwaje ile amshamsha? Ni kubwa. Tafanya parade. Sasa level ya parade sio za club peke yake. Parade itakuwa taifa. Ndipo tunataka kupeleka nchi sasa. Parades. Kuna Yanga Day, Simba Day, sasa kutakuwa na Taifa Stars Day. Kuna dadeki. Kutakuwa na amsha ambayo nyinyi hamjapata kuiona. Waziri Makonda mnamjua, ni hana jambo dogo. Alafu kachukua upele kanikabidhi. Kucha nazo. Kwa hiyo sisi tunachotaka kufanya ni kuendeleza kazi nzuri iliyofanywa na TFF, kazi nzuri iliyofanywa na baraza, kazi nzuri iliyofanywa na wadau. Mimi ombi langu ni moja tu. Peke yangu siwezi. Najua wengi mmenisupport, mmeandika vizuri kuhusu uteuzi huu, lakini siwezi peke yangu. Mimi sina miujiza. Mimi nitawashirikisha, mnikosoe, mniambie, mnielekeze, nipe njia. Sababu ile timu ikifanikiwa sio Makonda, wala sio msemaji wa BMT, wala sio Haji Manara, wala sio Karia, yetu sote. Hapa kuna Mcroatia au kuna Venezuela, wote wa Tanzania.
Mimi naomba sana, leo nimekuja kuwaomba support yenu, ndio agenda yangu. Leo nimekuja kuwaomba mchango wenu. Mbona kuna mahali watu wameandika sasa Clifford kazi yake. Kwanza mimi na Clifford wengi hamjui hapa. Mimi na Clifford tumefanya kazi miaka mingi. Rafiki yangu kweli kweli. Ni ile tu mambo ya huyu yuko huku anataraza zake na huku anataraza huku. Mimi niko mtangazaji Radio Huru, yeye mtangazaji Magic. 20 years back labda huko au zaidi. Asubuhi saa 3 kijue chetu, saa 4 maelezo pale. Wakati waandishi wote tunakutana maelezo pale. Rafiki yangu tunakwenda wote kutafuta story. Tunatumia wakati ule kwa na vitu vinaitwa kitonge. Siku hizi watoto siku hizi mna mambo ya kidigital. Una record hivi unaenda unanyonya. Na tumefanya kazi nikiwa kwenye kamati ya hamasa kimataifa kwa ushirikiano bila kuingilia majukumu yake, na nitafanya hivyo hata sasa. Ni ndugu yangu, ataendelea majukumu yake bila kumuingilia. Tutagawana hili, semea wewe, kama tulivyofanya wakati ule wa hamasa. Naona watu mahali unajua, hapana. Clifford ni ndugu yangu, rafiki yangu, tashirikiana na nitapokea maelekezo yake, nitapokea maelekezo ya baraza. Mimi nitakuja kusema yale ambayo baraza limenielekeza kupitia TFF. Si jina yangu. Labda mimi nitakuwa na ubunifu katika mambo ya hamasa na nini. Msemaji wa timu za taifa ambaye nitafanya kazi kwa miongozo ya baraza. Nitaongeza tu chachu. Hashim Ibwe, Zaka, Sarenga, Alikamwe, Ahmed Ali, hawa wote nitawacombine. Tunawahitaji wote hawa. Wote wana mchango wao. Wote, kila mmoja katika nafasi yake. Sasa mimi nimalizie kwa kuwashukuru. Tena na tena, lakini na kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Heshima kubwa amenipa. Heshima kubwa ameitendea football.